Bwana Yesu asifiwe sana. Katika mwendelezo wa mafundisho yetu haya ya historia ya kanisa, tulimalizia kwenye kipindi ambacho kanisa limepita kwenye mafundisho ya uongo ambayo yalisumbua sana kanisa, lakini moja kati ya mababa wa imani waliosimama imara alikuwa anaitwa Augustine, ambaye yeye alizaliwa kaskazini mwa Afrika huko, kaskazini mwa Afrika. Na huyu Augustine alikuwa converted, aliokoka yeye katika umri wa miaka kama 30 hivi, na baadaye akaja kuwa askofu wa huko Afrika ya kaskazini, na aliandika vitabu vingi na matamko mengi kupinga elimu za uongo, lakini kuelezea ushuhuda wake kwa habari ya wokovu, na mambo mengine mengi kwa habari ya dhambi na neema ya Mungu, na mambo mengine mengi yanayohusu imani. Lakini kanisa, ukiacha hayo mafundisho ya uongo, lilipita kwenye wakati mgumu sana, kipindi ambacho Constantine alipokuwa Mkristo. Alipokuwa Mkristo, huyu Constantine alikuwa akipambana kivita kugombania madaraka katika dola ya Kirumi. Kulikuwa na washindani wake waliokuwa wanapambana ili kugombania madaraka katika dola ya Kirumi. Na siku moja, kwa maelezo yake yeye, aliona akiwa amelala namna hii, akaona huko angani, akaona ishara ya msalaba, alafu akaona maneno yameandikwa pale, kwa ishara hii basi ushinde, kwa ishara hii ushinde, by this sign conquer. Kwa hiyo akazinduka pale na akaamua kutumia hiyo ishara ya msalaba kuiweka kwenye silaha alizokuwa akizitumia kwa vita na wafuasi wake, na kwa sababu aliamini kwamba Mungu wa Wakristo ndio amemwelekeza hivyo aweze kufanya hivyo, na kweli akashinda, na baadaye akaja kuwa mtawala katika dola ya Kirumi. Sasa hapo napo kanisa ndio likaanza kama kuharibika, kwa sababu sasa kanisa likawa limefungua milango sasa kwenye mambo ya siasa, kwa hiyo kukawa na mwingiliano na kukawa na sapoti kubwa ya serikali au siasa, kwa maana ile dola ya Rumi kwa kanisa. Kwa hiyo watu wengi waliotaka unafuu na kukwepa mateso walijiunga na kanisa pasipokuwa na ule wokovu wa kweli. Kwa hiyo wengi walijikuta kwamba wahuni waovu wanajiita Wakristo, lakini sio Wakristo kwa maana ya kwamba nafsi zao zimebadilishwa, lakini ni Wakristo kwa sababu walitaka kupata nafuu hiyo ya serikali na utawala uliokuwepo wakati huo, kwa sababu sasa kanisa lilikuwa halipitii tena mateso, kwa sababu serikali iliyopo ilikuwa inawaunga mkono. Kwa hiyo matokeo yake, maelfu na maelfu ya watu wakajiunga na kanisa bila kuwa na toba ya kweli. Kwa hiyo kanisa likawa kama klabu fulani, wamejaa umo wahuni, wamejaa umo mafisadi, wamejaa umo watu wa kila aina, na ile hali ya kiroho ya kanisa ikafa au ikadhoofika. Kwa hiyo nyakati zile za Wakristo kuteswa zikawa zimekuwa replaced, zikawa zimefunikwa sasa
na nyakati za giza la kiroho. Mateso yameondoka, yale ya watu kuchomwa, kuuawa, sasa kukaingia nyakati za giza la kiroho sasa. Udunia ulikuwa umejaa kanisani, na mambo mengi ya kipagani ndio yakawa yameingizwa sasa kwenye kanisa, yameingizwa kwenye kanisa. Baadhi ya taratibu za kuabudu za kipagani na zenyewe zikawa zimeingizwa, na wakati huo mambo sasa kama ya mishumaa, hizo zilikuwa mishumaa ilikuwa inatumika kwenye ibada za kipagani huko, na zenyewe ikawa imeingizwa. Mfalme sasa Konstantini aka introduce mavazi, ndio unakuta sasa wachungaji wakawa wana mavazi rasmi. Alitengeneza mavazi kama ya kifalme na nini. Kwa hiyo makuhani au wachungaji ndio wakawa wametengenezewa hayo mavazi, na ndio yakaingia hivyo rasmi. Kwa hiyo Ukristo kutoka kwenye mambo ya kipagani yalikuwa yamepenya sasa kwenye Ukristo, yamepenya kwenye Ukristo. Kwa hiyo hali ya kiroho ikawa mbaya sana, kwa sababu siasa au serikali kwa maana ya dola ya Kirumi ilikuwa imeungana na kanisa. Kwa hiyo hali ya kiroho ikawa ni giza, mambo yakawa ni kama kanisa likawa la kisiasa, kwa sababu watu wengi waliokuwepo walikuwa hawana mabadiliko ya kweli ya nafsi na imani za kweli, lakini walikuwa wamejiunga tu kwa sababu ndio ilikuwa kama dini iliyokuwa inakubalika na serikali na nini. Na hayo mambo yanatufundisha hata nyakati zetu za sasa. Kuna hatari kubwa pale ambapo wanasiasa watahodhi mamlaka ya kanisa. Si vibaya mwanasiasa kuwa kanisani, lakini awepo kanisani kama kuna yale mabadiliko ya kweli ya moyo, ya nafsi, na kuwa na imani ya kweli ya kumcha Mungu na kumtii Mungu. Lakini kama mwanasiasa anataka kulitumia kanisa kwa mambo ya kisiasa, kwa mambo ambayo si ya kiroho, basi kanisa lina hatari ya kujidhoofisha kwenye mamlaka zake za kiroho, kwa sababu siku zote wanasiasa huwa wana mambo yao wanayotaka kuachieve, wanaotaka kuyapata. Kwa hiyo anaweza akalitumia kanisa kwa faida za kisiasa, lakini sio kwa faida za Kristo. Kwa hiyo ni hatari sana kanisa linapoamua kufunga ndoa na siasa au na wanasiasa. Wanasiasa wabaki kuwa waumini wa kawaida wanaoamini kwenye toba na mabadiliko ya tabia na kumwamini Kristo Yesu, lakini si kutumia kanisa au kutumia imani kwa malengo au kwa mambo ya kisiasa. Hiyo italifanya kanisa liwe kwenye hatari ya kupoteza hali ya kiroho na mabadiliko ya kweli ya kiimani katika kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo historia ya kanisa inatuonyesha wenzetu walikabiliana vipi na mambo ambayo sisi ndio yanatukumba hivi sasa. Ni rahisi sana kanisa likaingizwa kwenye giza la siasa na mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo watu wakashindwa tena kufanya au kumcha Mungu vile inavyotakiwa na kuwa imara katika mambo ya kiroho, kwa sababu tayari kanisa limeshavamiwa na mamlaka ambazo sizo mamlaka za kiroho. Kanisa libaki kuwa kanisa na siasa ibaki kuwa siasa, na kila mtu aweze kufanya yale anayofanya katika namna ambavyo haitamuathiri mwingine. Basi Mungu awabariki sana mpaka tutakapokutana kwenye sehemu nyingine. Asante sana.